Na Tunda Kapusino washa moto kwa mara nyingine. Kitu ambacho anachokisema ni kwamba Whozu anaingilia mambo ambayo hayamuhusu, kwa sababu akaunti ambayo aliyoweza kumhonga mume wake ambaye huyo ni mpya, alikuwa ni akaunti ya bibie Tunda Kapusino, na anasema kwamba watu mnatakiwa kuweza kukumbuka sehemu ambazo mlizotoka, na pia mnatakiwa kuweza kusimama imara katika kila hatua za maisha ambazo mnazopiga, na kwani kuna vitu vingi ambavyo mmekuwa mkivisahau katika maisha. Akaunti ya Lola ilikuwa mmiliki mkubwa ni mimi hapa, na nilikuwa najua kila ninachokifanya kilikuwa na misingi na mikakati iliyo imara zaidi. Licha ya watu wengi kuweza kuzungumza mengi, lakini bado niliendelea kusimama imara kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika sababu Whozu anachokifanya sio kitu kizuri, na wengi wao kweli kwa upande wake ameshindwa kabisa kuweza kuvumilia kwa tabia ambayo aliweza kuitenda Whozu. Tumeweza kuona na yeye ameweza kumjia juu na kumwambia kwamba aweze kuachana na kila kitu ambacho kinachoendelea kwa kipindi hiki. Ni vyema akajua maisha yake, kwa sababu yeye kama yeye anaelewa akaunti ile ni ya mtoto wake, lakini pia aliweza kumtengenezea yeye. Sasa sijui ni kwa nini mpaka sasa anaendelea kuifuatilia akaunti ambayo sio yake na kumwachia mume wake. Akaunti hile ni mapenzi yao yeye kama yeye, lakini kwa vile yeye alitaka kuweza kumdhalilisha, hivyo na yeye hana budi kuweza kuzungumza ukweli wote uliopo. Lakini yote ya yote tumeweza kuona mashabiki wengi waliweza kumwataki binti huyu na kumwambia kwamba hapa kinachoendelea ni ushindani tu, lakini uhalisia ni kwamba bibie Tunda umekosea sana kwenye hili, na pia unatakiwa kuweza kumuomba msamaha bwana mkubwa Whozu kutokana na kile ambacho ulichoweza kukitenda, kwani watu wengi hawakuweza kupendezewa nacho. Unatakiwa kuweza kuomba msamaha, kwa sababu wewe umekuwa moja kati ya mtu ambaye umewafanya watu wengine waweze kuonekana wabaya katika maisha ya watu wengine, kwa sababu huyo kaka asingeweza kumpatia wewe namba, kumpatia wewe akaunti, nafikiri watu wasingeanza kumtolea maneno machafu na kumsema vibaya, bali wewe ndio sababisho kubwa la kaka watu kuweza kuzungumzwa vibaya na kuonekana si mtu muhimu na si mtu bora na hana utu ndani yake, kutokana tu na vile ambavyo wewe ulivyoweza kufikisha huu ujumbe. Lakini wengi wao waliweza kusema kwamba huyu binti kidogo akili zake haziko sawa, hivyo anatakiwa kuweza kupewa ushauri ulio makini ili kuweza kufikia malengo yake, kwa sababu kwa hiki alichoweza kukifanya si kitu kizuri, hasa ukiangalia yeye ni mama na anatakiwa kuweza kumpa nafasi mtoto wake ili aweze kuenjoy na kufurahi pia, lakini hiki ambacho anachokifanya si kitu kizuri kabisa. Bwana, mambo ndo kama hivi ambavyo unavyozidi kuona mambo yanazidi kupamba moto. Mimi ni kusii, kama ndo mara ya kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.